Twende katika uchambuzi wa kitabu hiki. Kumbuka mwandishi ni Majid Mswahili. Kitabu hiki kimeandikwa katika mwaka 2026. Ni kitabu miongoni mwa vitabu vya sasa kabisa. Kinazungumza masuala mbalimbali yanayoendelea katika jamii, hasa ya sasa hivi. Mustakabali ni nini? Mwandishi ameandika kuibua mjadala kuhusiana na mustakabali wa bara la Afrika, na baada ya kupata tu uhuru anajaribu kuonyesha kwamba licha ya uhuru kupatikana wa kisiasa, lakini bado Afrika inakabiliwa na changamoto mbalimbali. Changamoto hizo ni za ndani na za nje. Kuhusiana na ukombozi wa bara la Afrika, mwandishi anajaribu kutafakari hatima ipi ya Afrika, juu ya hatima ya Afrika katika nyanja mbalimbali za kisiasa, kiuchumi, kiutamaduni na kadhalika. Anajaribu kudokeza kwamba iwapo Afrika inaweza kujikomboa kutoka katika utegemezi na kufikia maendeleo ya kweli pasipo kuwategemea watu wa nje. Anajaribu kutumia watu wa kuzimu kama watangulizi wa zamani walioanzisha harakati za uhuru, wakishirikiana pamoja na wale viongozi wa sasa. Yaani anajaribu kutoa fundisho hapo kwamba tunapojadili masuala ya umoja wa Afrika ni muhimu kuwazingatia na kuwakumbuka hawa watu, kwa sababu wana historia kubwa sana. Kurejea historia ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo kitabu hiki kinajaribu kuunganisha hawa watu wa kuzimu pamoja na viongozi wa sasa kujadili juu ya mustakabali wa bara la Afrika. Tuanze na swala la dhamira. Dhamira kuu mwandishi anajaribu kujenga kuhusiana na ukombozi wa bara la Afrika. Ukombozi wa bara la Afrika. Anajaribu kuvuta mustakabali wa jinsi ambavyo tumewezaje kulikomboa bara la Afrika ambalo linaonekana limekombolewa, sawa, limepata uhuru, lakini bado halijaendelea na kuna msingi ya baadhi ya mambo yanayoendelea sio sawa, ikiwemo swala jingine ambalo limeibuliwa sana kuhusiana na ukoloni mamboleo ambao unaendelea katika nyanja tofauti. Anajaribu kugusia kwamba ukoloni mamboleo upo kwa njia mbalimbali, ikiwemo kutumika kwa viongozi, lakini pia kutumika kwa vijana, kuwa kwa viongozi, kutumika kwa rasilimali mbalimbali za nchi, kunyonywa, na baadhi ya maamuzi ambayo yanafanyika na nchi za nje zina athari kubwa sana katika nchi za Kiafrika. Lakini changamoto nyingine ambazo, kwa hiyo ukombozi wa bara la Afrika unakabiliwa na changamoto mbalimbali ambazo ndio dhamira zimeibuliwa hapo, ikiwemo swala la kwanza ni swala la ubinafsi. Ubinafsi imeelezwa kwamba ni changamoto kubwa sana ya Afrika wenyewe, na sio tu wa Afrika, lakini pia hata hawa viongozi wanajadili kutatua changamoto mbalimbali, lakini ndani yao wanaingiza ubinafsi ndani yao pia. Katika ukurasa wa 53 jambo hilo linathibitishwa. Walipokuwa wanajadili kuhusiana na kile kikao, wawakilishi wale wa kanda mbalimbali walianza kutafakari kwamba ule umoja ukishajengwa lazima kiongozi awepo. Sasa kila kanda ikajaribu kuvutia upande wao kwamba sisi kanda tupo tayari kuongoza, hii kanda tupo tayari kuongoza. Kwa hiyo tunaona ubinafsi unaanzia katika uongozi. Je, wakishatawanyika mambo yatakuwaje? Kama tu hapo pale washindwa kuelewana, je, wakitawanyika ndio kutakuwa na umoja? Kwa mwandishi anajaribu kutengeneza taswira kwamba ubinafsi ni changamoto kubwa sana inayokwamisha viongozi wa Afrika ambao wanajaribu kujali maslahi yao. Lakini pia anajaribu kugusia swala baadhi ya viongozi kujikita katika masuala ya nasa pasipo kujali wananchi wao ni wabinafsi. Kwa hiyo ni kozo kubwa sana. Jambo la pili, dhamira la pili ni swala la umoja, ambalo ni swala msingi sana ambalo limejadiliwa huko. Mwandishi anajaribu kueleza kwamba kuanzia mwanzo wa kitabu mpaka mwisho wa kitabu, vikao vyote vinaketi kujadili mustakabali, hasa umoja wa Afrika. Kwa hiyo Afrika haiwezi kuungana ikiwa hakuna Afrika haiwezi kuendelea isipokuwa hakuna umoja. Katika ukurasa wa 48 mazungumzo ya Muhenga yanajaribu kushadadia hiyo kitu ambacho nakizungumza hapo. Kwa hiyo swala hili pia limegusiwa hapo. Bila kusahau swala la uongozi. Mwandishi anajaribu kuelezea kwamba hiki ni kikwazo cha ndani cha Afrika. Uongozi mbaya umekuwa ni kikwazo. Mfano, swala vijana wanaingia barabarani, Msungu aligusia hilo swala kwa sababu ya kutotimiziwa baadhi ya matakwa viongozi kutokutenda. Ni kwa sababu sio kwa sababu ya mvuto au shawishi kutoka nje, ni kwa sababu ya baadhi ya mambo yanayofanywa na viongozi wa serikali yanawapelekea vijana kukasirika. Kwanza hawana ajira, lakini wanashuhudia maisha yanayoishi viongozi ni gari. Katika ukurasa wa 17 pia maelezo yao utaweza kuyapata. Pia katika ukurasa wa 4 na ukurasa wa 6 maelezo yanajaribu kutolewa kwamba baadhi ya viongozi wana akaunti za benki nje, wana malosheni, wana kampuni makubwa, lakini viongozi wao, wananchi wao wanaishi katika maisha duni sana. Lakini pia bila kusahau swala la usaliti. Usaliti unaonekana Mvyele alijaribu kuelezea kwamba baadhi ya viongozi wameacha kijiti na kuwasaliti, lakini baadhi ya viongozi wameacha kijiti na kuwasaliti. Wao ndio waliopambania uhuru kuanzia miaka 1958, na akajaribu kukumbushia kuhusiana na Muhenga kesi yake ya uhaini aliyopewa na wakoloni kutokana na harakati za kupinga. Lakini pamoja na yote aliyofanya, baadhi ya viongozi wamewasaliti. Lakini hasa swala lingine ambalo limegusiwa kwa viongozi kufungua kwa lakini pia bila kusahau usaliti wa viongozi kwa wananchi, ambao tunaona kwamba kujikita katika kufungua masuala mbalimbali yale ya kibenki, sisi kampuni, lakini pasipo kuwasahau wananchi wao katika ukurasa wa 6 pia.
bila kusahau ukosefu wa haki na usawa. Hii ni swala pia ambalo limeibuka kama kikwazo cha Afrika. Maoni mbalimbali yalitolewa na wajumbe, lakini katika ukurasa wa 7 tunaona mfano maoni 80% yaliyopitishwa na wananchi kupinga mfumo wa vyama vingi, lakini viongozi wakakataa hilo swala, wakapitisha hivyo hivyo jambo ambalo lilikuwa limeshakataliwa. Kwa hiyo ni miongoni mwa swala ambalo likawa kikwazo sana kwa nchi za Kiafrika. Swala jingine ni swala la utamaduni. Utamaduni ni swala chanya, sio hasi, lakini ni swala ambalo kidogo limejaribu kuhusiwa hapa. Ikiwa matumizi ya lugha ya Kiswahili tunaona yapo hapo kama nyenzo ya kuunganisha Afrika. Lugha ni nyenzo ya kuunganisha mawasiliano, lakini ili tuendelee Afrika, mwandishi anajaribu kugusia kwamba ni lazima tuthamini utamaduni wetu ikiwa matumizi ya lugha ya Kiswahili. Lakini jambo jingine, bila kusahau matumizi ya sayansi na teknolojia. Tamthilia hii imesheheni uwezo mkubwa wa kutumia nyenzo mbalimbali za sayansi na teknolojia. Kwa mfano, katika ukurasa wa 46 tunaona viongozi wa kuzimu na wale viongozi wanaunganishwa kwa mfumo wa mtandao. Lakini pia bila kusahau Mbango alihusia masuala ya akili unde au artificial intelligence AI ambayo imekuwa ikitumiwa na wanafunzi na watu mbalimbali. Kwa hiyo swala hili pia limeonekana hapo. Sasa hizo ziko ni changamoto za ndani na baadhi ya masuala ya ndani. Tuangalie changamoto za nje ambazo ni kikwazo cha bara letu la Afrika. Swala kubwa ambalo limezungumziwa hapo sio jingine, ni swala la ukoloni mamboleo. Sehemu nyingi za viongozi wamejaribu kugusia hili swala. Kwa mfano, katika ukurasa wa 4 baadhi ya viongozi kutumika kuweza kunyonya na kudhulumu Afrika. Swala la uchumi tegemezi, lakini pia swala la kuuawa kwa baadhi ya viongozi wa Kiafrika. Mfano katika ukurasa wa 24 umetolewa mfano wa Gaddafi, kwamba hayo yote yanaashiria uwepo wa ukoloni mamboleo. Kwa hiyo kifupi, hizo ni baadhi ya dhamira ambazo zinapatikana, zipo nyingi, lakini hizo ni dhamira za msingi zikielezea changamoto zinazokwamisha mustakabali wa maendeleo ya bara la Afrika. Kipengele cha pili cha maudhui cha msingi cha kuangalia ni swala migogoro. Migogoro ipo mingi sana, lakini kubwa ni migogoro kati ya Afrika na wakoloni. Tunaona kwamba mgogoro huu chanzo ni unyonyaji unaoendelea kupitia ukoloni mamboleo. Pamoja kwamba Afrika imepata uhuru, lakini unyonyaji bado unaendelea. Huu ni mgogoro ambao unapelekea suluhisho lao ni wanajaribu kuketi viongozi wa Afrika na kupitisha maazimio 13 na kujaribu kusisitizwa kuweza kuyafuata. Katika ukurasa wa 42 mpaka 43 ukifika utayaona hayo maazimio. Mgogoro wa pili ni mgogoro kati ya Mvyele pamoja na Makojo. Mgogoro huu unatokea pale ambapo Mvyele anapotoa wazo kuhusiana na wakoloni kuwatumia viongozi, na Makojo anajaribu kuona kana kwamba ile sio sababu, kwa sababu hauwezi kuwasingizia viongozi kwa sababu ni changamoto ya nje yao. Mgogoro ule ukatokea mkinzano, lakini mwisho wa siku suluhisho lake ni Mwenga anajaribu kuwatuliza, huku Makojo akijaribu kueleza kwa undani huku Makojo akijaribu kueleza uelewa wake juu ya ile swala. Katika ukurasa wa 5 tunaona swala hilo linatokeza. Bila kusahau mgogoro kati ya Msungo pamoja na Mndewa. Mgogoro huu ulitokea pale ambapo, kumbuka, Msungo alikuwa ni mwandishi wa habari, Mndewa alikuwa ni kiongozi. Anaonekana Msungo chanzo chake ni kipi? Chanzo ni Msungo kutokuridhia majibu aliyotoa Mndewa kuhusiana na swala la vijana kurubuniwa kuingia barabarani, na akijaribu kuelezea kwamba sababu sio hiyo, sababu ni maisha ya viongozi wao ndio sababu. Tunaona suluhisho lake la mgogoro huu ni Mndewa anajaribu kutoa ufafanuzi kwa kina kwa hotuba, akijaribu kueleza jinsi ambavyo serikali inapambana kutatua changamoto mbalimbali zinazokabili wananchi ikiwemo vijana, katika ukurasa ule wa 20. Bila kusahau mgogoro kati ya Mzia pamoja na Mbango. Mgogoro huu utokea pale ambapo Mzia anajaribu kumtolea mfano binti yake Mbango. Je, yeye atakubali ikiwa binti yake ajipatie riziki kwa biashara isiyo halali ya kuuza mwili wake? Jambo ambalo lilimkera kwa kweli. Mbango akasirika katika ukurasa wa 27, akawaka juu akataka kupigana pale, lakini Mshtiti anawatuliza. Hilo ndio suluhisho katika ukurasa wa 2. Mshtiti anawatuliza katika wote wawili katika ukurasa ule wa 28. Mgogoro unashuka. Bila kusahau mgogoro wa kikanda. Mgogoro huu utokea pale, chanzo chake ni kipi? Kila kanda ilipovutia upande wake, kila kanda mashariki, kanda magharibi, kanda ya kusini, kanda kaskazini, ilipojaribu kuvutia upande wake kuchukua nafasi ya kuongoza, nafasi ya juu. Kila kanda ilijiangalia kivyake kibinafsi. Suluhisho la mgogoro huu, mjikini anajaribu kuwatuliza, kuwa na uvumilivu, kufanya mkutano wa kikanda, kwa sababu kugawanya ule mkutano kuwa majadiliano ya kikanda, sio ya ujumla, na maazimio yanapitishwa. Mwenyekiti anajaribu kufunga kikao kwa kuwataka wajumbe kuachana na kujikita katika ubinafsi, wajaribu kuunganisha jamii kwa kuangalia masuala ya msingi yaliyojadiliwa na kuyapitisha katika kanda zao. Bila kusahau mgogoro wa kitamaduni. Tunaona mgogoro kati ya lugha ya Kiswahili na lugha ya Kiarabu. Hapo Waarabu walijaribu kupinga, lakini mwisho wa siku suluhisho lake tunaona kwamba wajumbe
wa kaskazini ambao wanazungumza Kiarabu huko wamekubaliana maafikiano ya kutumia lugha ya Kiswahili na kuomba walimu zaidi ya 5,000 kupitishwa kwa ajili ya kufundisha lugha hii. Bila kusahau mgogoro wa vizazi. Mgogoro wa vizazi ni vijana na wazee. Mwandishi anajaribu kueleza kwamba kunatokea mtafaruko kati ya vijana pamoja na wazee. Vijana wanaonekana kukengeuka na kujaribu kutishia amani, kubadili sentensi za wahenga wanazosema na mambo mengine kama hayo. Mgogoro ambao unajaribu kutokea hapa. Twende katika vipengele vya fani. Nafikiri maudhui tumeyachimbua kindani. Umepata mwangaza kitabu kinahusiana na nini? Tuelekee katika fani. Fani, twende katika mandhari. Mandhari kubwa ambayo imejikita hapo ni baada ya uhuru. Wakati wa sasa mandhari kubwa iliyochorwa ni Afrika. Kwa nini? Kwa sababu mjadala yote ilikuwa imefanyika ilikuwa inahusu mustakabali wa bara la Afrika. Ukiachilia mbali mandhari ya uwepo wa kanda mbalimbali, lakini kubwa ilizungumzia Afrika. Kipengele cha picha kuangalia hapo katika fani ni uwepo wa mitindo. Mwalimu ametumia mitindo mingi ikiwemo majibizano. Majibizano yamesheheni katika ukurasa wote wa tamthilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Bila kusahau mtindo wa matumizi ya nafsi ya kwanza, ya pili, ya tatu zote zinatumika humo. Mtindo wa monolojia, simulizi, mfano masimulizi ya kikao cha kuzimu kuhusiana na kifo cha Gaddafi kilivyotokea. Masimulizi ya baadhi ya viongozi waliofungwa tumeyapata baada ya mazungumzo waliokuwa wanatoa wakijaribu kusimuliana. Kwa hiyo mtindo wa masimulizi umeonekana pale. Bila kusahau mtindo wa majadiliano au mjadala, mdahalo, kikao. Tunaona mwandishi ametengenezea muundo wa vikao kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kitabu. Ndio mtindo miongoni mwa mtindo ambao umetumika hapo. Muundo uliotumika ni muundo wa maonyesho. Tunaona kama mpangilio wa matukio upo moja kwa moja, tukio la kwanza mpaka la mwisho unaeleweka. Muundo huu umejikita katika maonyesho matano, onyesho la kwanza mpaka onyesho la 5. Ukigusia swala lugha, mwandishi ametumia lugha ya sasa. Lugha ya sasa kabisa. Mfano lugha ya siasa sasa anasema viva vijana, viva umoja, viva. Ile neno viva linatumiwa na siasa ya sasa. Kwa hiyo lugha ya sasa imetumika sana, lugha rahisi inayoeleweka, na baadhi ya vipengele mbalimbali vya lugha, misemo na hau imetumika humo katika kitabu hiki cha Mustaka. Kiufupi nimejaribu kuchambua kitabu hiki kinahusu nini, baadhi ya vipengele vya fani na maudhui. Sina hakika kama umetoka hapa, nadhani kuna kitu ukipata kitakachokuongezea ufahamu juu ya masuala mbalimbali yaliyoelezewa na Majid Mswahili. Asante sana kwa kunisikiliza katika kitabu hiki. Tukutane katika uchambuzi wa simulizi fupi na uchambuzi wa kitabu cha Mashetani. Kumbuka mwandishi ni Ibrahim Hussein. Kitabu hiki ni muhimu sana kusikiliza uchambuzi wake kwa sababu mwandishi ametumia lugha ya mafumbo sana. Kwa hiyo usikose katika uchambuzi huu. Na jina ni John Mabala ama Mabala Storyteller. Usisahau subscribe katika channel yangu. Nakushukuru sana kwa kuendelea sikio. Natumaini umeweza kupata chochote kitu na kuongeza maarifa juu ya kitabu cha mustakabali wa bara la Afrika. Asante sana, may God bless you.